Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya 3 ya mwaka wa 2026. Juma hili tunaliangazia somo la 7, somo linalosema taswira ya upendo. Hii ni kwa ajili ya Agosti 8 hadi 14. Leo ni Sabato mchana. Somo la juma hili, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 13, Mathayo sura ile ya 24 aya 12, Wagalatia sura ya 5 aya 22 na 23, Timotheo wa kwanza sura ya kwanza aya 14 na Yohana wa kwanza sura ya 4 aya 8. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya 13. Neno la Mungu linasema, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Upendo unaweza kushinda yote. Ndio maana Paulo alikuwa na mengi sana ya kusema juu yake. Kundi la maneno agapao, neno linalojulikana sana la Kiyunani katika Agano Jipya kuelezea dhana ya upendo, linatokea zaidi ya mara 135 katika nyaraka zake. Hili linawakilisha karibu nusu ya matukio yote katika Agano Jipya. Hili linapaswa kutuambia kitu kuhusu mada kuu ya waraka wa Paulo kwa kanisa la Korintho. Kuna vifungu vingi vya kuvutia kuhusu upendo katika Agano Jipya, kama vile Warumi sura ile ya 8 ya 35 hadi 39, Wakorintho wa kwanza sura ya 2 aya 9, Wakorintho wa kwanza sura ya 8 ya 13, Wagalatia 2:20, Wakolosai 1:13, Wathesalonike wa kwanza sura ya 3 ya 12 na zaidi. Lakini hakuna kinacholingana na Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Juma lililopita tuliona kwamba bila upendo vitu vyote, hata karama za Roho, hazina thamani. Juma hili tutatazama kwa kina zaidi Wakorintho wa kwanza sura ile ya 13 na taswira yake ya ajabu ya upendo. Kama tutakavyoona, upendo si hisia bali ni mtazamo unaopaswa kudhihirishwa katika maisha, kwa matendo na kwa maneno, vinginevyo si kitu. Kile upendo ulicho na unachofanya kimefunuliwa kikamilifu katika maisha ya Yesu. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia juma hili. Kwa hakika tutabarikiwa. Mungu akubariki na nikutakie majukumu mema na tafakari njema.